ndio unaanza muda. Panajulikana kutofautisha kati ya kuumbwa kwa maji na kuumbwa kwa arshi na vingine vinafuatia, muda unaendelea. Kwa hivyo yeye subhanahu wa ta'ala wadabbara zaman, na yeye ndio aliyeumba zama, kwa maana aliyoziendesha zama, lakini yeye hahusiki na zama. Mwenyezi Mungu hahusiki na muda na wakati, haumuhusu. Wakati unawahusu viumbe, yeye muda haufanyi kazi kwake subhanahu wa ta'ala. Wala yataqayyadu bizaman, wala hafungiki na muda. Yeye wadabbara zaman, na anaziendesha nyakati. La yataqayyadu subhanahu bizamani, wala hafungiki yeye na muda kama tunavyofungika sisi. Kabla ya miaka 100 tulikuwa hatupo, na baada ya miaka 100 tunatarajia tutakuwa hatupo. Kabla ya miaka 100 tulikuwa hatupo, na baada ya miaka 100 tunatarajia tutakuwa hatupo. Atakayezidi hapo itakuwa tena ni mtu wa kuonyeshwa kwa vidole, watu wanatafutana wajua mtizame. Sasa sisi tumefungika na muda. Muda gani? Ule aliotaka Mwenyezi Mungu kwamba muda huo tuwepo sisi, ndio tupo, na ukimalizika muda huo tutakuwa hatupo. Kwa hivyo tuna muda maalum tuliowekewa ambao tumefungika nao kwa matumizi ya kuanzia na ya kumalizia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio hivyo. Hakuna muda aliofungika nao, kwa sababu hana mwanzo wala hana mwisho Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yeye hafungiki na masuala ya muda, bali yeye ndio aliomba muda. Kwa hivyo fala yadri alayhi, kwa hivyo haupiti kwa Mwenyezi Mungu muda kama unavyotupitia sisi. Muda ukile unavyotupitia unatubadilisha. Tulikuwa watoto wachanga, kabla hapo tuseme ilikuwa mihogo pengine, sababu mwanadamu ili azaliwe mtu wanahitaji kwanza mtu wale, chakula kiingie mwilini, kikabadilike katika mabadiliko yake mpaka yaje yapatikane maji ya uzazi. Maji ya uzazi yale yachanganyike, ya watu wawili, baba na mama, yaungane. Yakishaungana yakae ndani ya muda fulani, mpaka muda huo kitimia, aje atoke mtu, aanze kidogo kidogo mpaka tuwe hivi tulivyo. Pana tatawuri, mabadiliko ya muda mrefu. Kwa hivyo ni muda baada ya muda baada ya muda, sisi tumefungika nao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajafungika na muda wowote, bali yeye ndio aliyeumba muda. Pia akatwambia wala yatakhassasu subhanahu bil makan, wala hahusiki au haainiki Mwenyezi Mungu na pahala, kwamba pahala fulani ndio alipo Mungu. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakashika pahala fulani ndio alipo Mungu. La, ndio maana tukasema zile ayatu ambazo tuliziashiria, Mwenyezi Mungu inshallah atatupa muda, tutakuja kuzisoma kwa muda wake ili zifahamike vizuri, ili tunagusia angalau kwanza tupate mwangaza. Hahusiki yeye, hahusiki na kuainishiwa pahala. Hapasemi Mwenyezi Mungu yuko pahala fulani, sio upande wa juu wala upande wa chini, wala mbele wala nyuma, wala kushoto wala kulia, wala chini ya ardhi wala juu ya ardhi, wala juu ya mbingu wala chini ya mbingu. Haambiwi hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye hajafungika na pahala. Kilichofungika na pahala ni kiwiliwili. Kiwiliwili ndio kinahitaji kichukue nafasi kwenye pahala, kivingie, kikae kama hivi ambavyo tunakaa sisi. Yeye Subhanahu wa Ta'ala si kiwiliwili, kwa hivyo hahitaji kuchukua nafasi katika pahala. Li'annahu laysa hajman, kwa kuwa yeye si kiwiliwili. Yashghalu mahallan, si kiwiliwili kinachoshughulisha pahala. Min alfaragh, kuna sehemu iliyo wazi au sehemu iliyo tupu. Yeye sio hivyo. Fa huwa Ta'ala, basi yeye atakashika. Laysa shay'an, si kitu. Kanuri, kama mwangaza pia unahitaji pahala ili uingie. Unaona hivyo, mwingine unaweka kiza, mwingine unaonekana mwangaza kwamba umeingia katika maeneo yake hayo. Na ukija ule kwa mwangaza mkubwa zaidi ya huu, pia utachukua nafasi, huu utafunikwa, kwa sababu tayari unachukua eneo. Kwa hivyo yeye si kama mwangaza Subhanahu wa Ta'ala, au hawa au hewa pia inahitaji kuchukua nafasi. Yeye sio hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye si kama mwangaza wala si kama hewa. Yamla'u ghurfatan, inayojaza chumba, au masjidan, au eneo pengine kwenye msikiti, au Kaabatan, au al-Kaaba ikawemo mule imejaa,
au fadhaan, au sehemu iliyo wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye sio hivyo, au ghaira dhalika, au sehemu nyingine zozote zile yeye hahusiki navyo. Yeye ndio aliomba mwangaza na yeye ndio aliomba hewa. Hewa ni kiumbe ambacho kimeenea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajafanana na kiumbe chake hata kimoja katika viumbe alivyoviumba. Si hewa, si mwangaza, si giza, si mbingu, si arsh, si kursi, si chengine chochote katika viumbe vyake hajafanana nacho, na ndio maana akasema laisa kamithlihi shay, hapana kama yeye chochote Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo